Mtazamaji wa Mchuchuma TV, leo hii tupo katika shamba la Frank Msuya, ambapo leo hii tumeambatana na viongozi kutoka Chuo cha Taifa cha Ulinzi Tanzania NDC, ambao wamefika katika shamba la Frank Msuya kwa ajili ya kujifunza mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na kilimo cha zao la parachichi, lengo likiwa ni kujifunza kwa vitendo ili kuhakikisha kwamba wanasogeza gurudumu la uchumi wa Tanzania. Hapa ni katika shamba la mkulima Frank Msuya ambaye ni mwekezaji mkubwa katika zao hili la parachichi, ambaye anapatikana hapa mkoani Njombe katika halmashauri ya mji wa Njombe. Hii niliyekuletea kipindi hiki ni mimi Michael Mwamnima, na hii ni Mchuchuma TV. Karibu tusikilize mazungumzo ambayo yamefanyika wakiwa shambani hapa na mkulima huyu. Wewe ni mdau mmoja mkubwa sana wa ulinzi katika nchi hii, ingawa mwenyewe unaweza kaa hujui kwa sababu katika kazi hii nafikiri ufanye peke yako, unaajiri pia. Kwa hivyo watu wanapata usalama wa kipato, lakini wakati wanaweza wakasomesha watoto wao, wanaweza wakatibiwa. Hata anapokuja mtu mwingine kwamba serikali iko namna gani, unakuta anamwambia hapana, sitaki machafuko mimi, ngoja ni unachangia kiasi kubwa sana. Kwa hiyo tuko hapa sasa kuona mwanzo tunafanyaje shughuli hizi, kama kuna shida yote ya kisera namna gani, ili hawa wanapokwenda, kwa sababu katika maofisi yao wanapanga sera za nchi pia, waweze pia kutumia hilo kama fursa katika kutengeneza sera zinazokuja mbele. Mimi mwenyewe naitwa General Patrick Norbert Songea, mkufunzi mwandamizi elekezi kutoka Chuo cha Taifa cha Ulinzi. Kwa hayo machache nikukaribisha sasa, endelee. Nashukuru sana. Shamba letu hili lilianza wakati wa mwaka 2010, ndio tulianza kupanda miti michache ya kwanza, na hadi sasa tunaweka 200 za shamba zima, lakini tumeanza kufanya expansion mwaka huu kwenye ploti hapa. Shamba letu linategemea kuwa na miche zaidi ya 15,000 kufikia mwaka huu mwezi wa pili, na tumefanikiwa kuwa na wafanyakazi wa aina mbili. Wa permanent wapo zaidi ya 15, lakini huwa tunafikisha wakati wa uchumaji mpaka wafanyakazi 100. Na mwaka jana tumepata zaidi ya tani 60 tumevuna shambani na kupata zaidi ya milioni 200. Na tuna jambo jingine tunalifanya hapa shambani kwetu, tukiangalia mabadiliko ya tabia nchi, climate change. Tumekuwa tukipanda miti kwenye vyanzo vyote vya maji. Miti tunapewa na serikali, na tunashukuru sana serikali pia imetuletea umeme. Kwa hiyo sasa hizi tunamwagilia kwa kutumia umeme. Hapo mwanzo tulikuwa tunamwagilia kwa kutumia diesel, tulikuwa tunatumia 3.6 million per month, lakini sasa hizi tunatumia 700,000 tu. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mama Samia kwa jitihada alizotufanyia, na barabara yetu imeimarika vizuri, tumetengenezewa, sasa hizi panafikika, kwa matunda kwenda sokoni na kuwa rahisi sana. Kwa kifupi niseme karibuni sana shamba la Avila. Nitakaribisha maswali, na kama kuna ushauri pia tutaupokea. Karibuni sana. Alisha mazao yanalisha mifugo. Yes. Okay. Hapa ndugu zangu, tulifanya majaribio ya kupanda aina tofauti ya parachichi. Jinsi ya upandaji tu tuliboresha. Hii ploti ina mwaka mmoja mdogo kuliko ile pale. Ile pale ina mwaka mmoja zaidi. Lakini utaona matunda yale kule sio mazuri. Miti ile kule sio mizuri kuliko hii hapa. Hapa kilichotokea, tulikuwa tunanunua miche, lakini tukasema miche tunafanya double handling. Unatengenezwa mche, unausafirisha, unakuja shambani, unaupanda. Kwa nini tusianze kupanda lile tunda kokwa moja kwa moja? Faida tuliokuja kupata baada ya kujaribisha hapa, tumeona kwamba mti inakuwa ni mizuri, ina mzizi ule mrefu. Kule kwenye miche huwa wanaukata ule mzizi wa katikati, lakini magonjwa ina fight vizuri, na tumeona ina matunda mengi. Kwa hiyo kuanzia wakati huo tumefanya hii trial mpaka saa hizi shamba letu hatupandi miche tena. Tunapanda lile, ukishakula parachichi lile koko la ndani, lakini linakuwa ni lile la parachichi ya kienyeji, ile ambayo ni indigenous kabisa, kama ya Kiela hivi. Kwa mapeke mengi tunachukua Kiela, lakini Moshi hapo mengi pia, pale Bukoba yapo. Kwa yale mapeke tukichukua, ambao ndo wale jamaa wa miche wanafanya process hiyo hiyo. Kwa ile process yote ya kufanyia mche tumekuja kuifanyia shambani moja kwa moja.
Ndio maana utaona miti hii hapa kama inaridhisha, inakuwa mikubwa zaidi na afya kuliko ile pale. Ile pale ni kubwa mwaka mmoja kuliko hii hapa. Yeah. Na tunategemea mbolea sana kutoka Dodoma saizi. Tunachukua Mtera kule mbolea. Lakini tumeanza kuona kwamba trend inavyoendelea tutashindwa kuendelea kuchukua kule. Tumeanza kupanda majani haya kwa ajili ya kufanya project ya ng'ombe. Kwa hiyo tunategemea mwakani tu tuna ng'ombe wasiopungua 10 kwa ajili ya samadi. Kwa sababu parachichi zinategemea sana samadi. Ndio maana tumeanza kupanda hizi elephant grass kwenye kila sehemu. Lakini kila ploti tunapanda hiyo miti ya kupunguza upepo ili matunda yasingishike yakadondoka. Haya mnayoyaona makubwa ni masalia ya mwaka jana, lakini madogo ndio ya mwaka huu ambao tunategemea kuvuna kuanzia mwezi wa 8. Sisi tunavuna tofauti kidogo na watu wengine, tunaanza mwezi wa 8 mpaka wa 12 kwa sababu wakati huo supply duniani kote inakuwa ndogo. Na Njombe kiuhalisia matunda yanatakiwa yaanze kutoka muda huo kwa sababu kuanzia mwezi wa 5 mpaka wa 6 wa 7 pana baridi ya kutosha. Kwa hiyo yanaweza yakaimili kwa kwenye mti ili unapokuja kuyavuna unavuna wakati demand ni kubwa, supply ni ndogo. Kwa hiyo tunaanza sisi kuvuna hapa mwezi wa 8 kuendelea. Na je, unajuaje utakuwa unaweza kuisafisha vizuri ile bomba, kuweka madawa ya kusafisha? Sprinkler unaiona kabisa, haifanyi kazi, unaiona. Na mabomba yote yamefunikwa. Kwa hiyo hata jua lipige kiasi gani haiwezi kuharibika. Lakini aliyetembelea shamba lolote lenye drip irrigation, kuna bomba nyingi huwa mnakuta zimerundikwa sehemu zilikufa. Lakini ukifanya sprinkler unafukia kila kitu. Kwa kiuchumi na kusaidia sana kwa sababu haubadilishi leo wala kesho. Yes. Kwa namba kuongezea hapo kwenye sprinkler, na ukitumia drip, yani yale maji yanaenda kwenye point moja. Yes. Lakini ukitumia sprinkler maji yanakuwa yanakuwa kwenye radius ya mti. Imekuwa measured kwamba yes. Na unatumia una measure ile speed ya maji na pressure kujua sasa nimwagilie mashamba mangapi kwa wakati mmoja. Kwa ile nguvu inakwambia ili uweze kupiga diameter yote, fungua ploti moja au fungua ploti 2 kwa wakati mmoja. Yes. Hili shamba sio la mzee wangu. Mzee wangu yeye Mungu akimpatia ana miaka 68 sasa hizi. Mungu akimpatia miaka mingi 30 zaidi atakuwa ameshachoka. Hii miti inakaa miaka 60. Kwa hiyo ni ya wajukuu wake. Hata mimi nitaiacha. Wala sio kwangu. Ni vitukuu. Na sisi tunachofanya kila Jumamosi wajukuu lazima waje shambani kwa ajili ya kwanza kutengeneza succession plan. Yes. Kwa sababu inakaa miaka 60 minimum. Ndio unakuja kuukata. Yes. Na hata ukiukata unachipua, unaubadi tena, unaendelea. Yes. Na kila mti hapa average yetu sisi ni kila mti kilo 150 kwa msimu. Yes. Na miti mingapi katika mara 150? Hapo sasa. Na market price kilo moja ni shilingi ngapi? Kwa sisi tunapata mpaka 3500 kilo moja. Kilo moja. Hiyo farm gate price ya hapa shambani kabisa. Kuendesha mabondeni. Ni kweli. Unajua ndio maana nakwambia hizi study pia ni fursa. To the tree. But if you do it, all the nutrients from the land. Hapo ndio jenga kama unavyojenga pale juu. Hii ni kwa ajili ya kuvunia. Tunakuja tunapakia kwenye gari, yanaenda pack house. Ndani ya masaa 24 yanatakiwa yameshafika kwenye cold room ili kutunza ubora. Mnaona miti kama hii ikiwa mikubwa, unaona na matunda yanavyokuwa mengi. Kwa hiyo kilo 150 unaiachieve vizuri. Yes. From Zimbabwe. Yes, sir. My question is, we also have avocado trees in Zimbabwe. Yes. Or even neighboring Zambia, I think we have the same problem. Yes. We have avocado trees that go very high. Those are indigenous ones. So you have a special. This is called Hass avocado. So what you normally do? You take the indigenous one. Those are the tallest one. You take the seed. You plant it. Then you come and find a very nice productive tree. You take a stock root. And then you come for grafting, for budding, for grafting. Yes. So this is a special variety. It's called Hass. Yes. Because I was concerned to say, in my country, you even climb. But even if you are not pruning these ones,
they will be taller, and then the cost of harvesting will be expensive. So we have to prune as well. Pruning is everyday exercise. Everyday exercise. So whenever you wake up, you go to the farm, you need to have the scissors to cut the branches that are coming out. So that it continues to be short. Yes, yes. So for example, this one, really what we did 2 years ago, we had to cut. It was expensive and pain. My dad had to travel for us to do it because for him it could have been shocked and painful to see the pruning we are conducting because it's heavy pruning. As a farmer, you will be shocked. So we said, my father, just travel, stay away, we will do the job, and then when you come back, you see your trees. So these ones, you let them grow, they be like the one in Zimbabwe or Zambia. But I want to check this. I've got a farm. Yes. So I want to go and try practicing this. Sure. Maybe I can also get a lot of income out of it. Of course you will. Because saving in the government is not. This is not job. It's a service. Of course. Job is farming. Of course. Yes. Of course. So I think it's a good idea. I will see how best to do it. Either I steal or I don't know. Thank you very much. Naitwa Brigadier Jenerali Patrick Norbert Songea, mkufunzi elekezi mwandamizi Jeshi la Nchi Kavu kutoka Chuo cha Taifa cha Ulinzi Tanzania, na pia ni mkuu wa msafara huu kutoka Chuo cha Taifa cha Ulinzi. Tumetembelea mkoa wa Njombe na jana tulikuwa wilaya ya Makete. Leo tupo wilaya ya Njombe, tuko Njombe mjini. Tumetembelea maeneo kadhaa, lakini tumejifunza kwamba kuna fursa nyingi ambazo zipo katika mkoa wa Njombe, katika kilimo, katika viwanda na pia katika uongezaji wa thamani, ule mnyororo wa thamani wa mazao. Jana tuliona mashamba ya miti hasa na ya viazi mviringo na mahindi. Tukazungumza sana kuhusu ni namna gani miti inatumika. Leo tulikuwa kwa mkuu wa mkoa, tukapata fursa mbalimbali zilizopo katika mkoa huu, lakini kilimo kiwa kinaongoza na pia kuna viwanda vidogo na uongezaji wa mnyororo wa thamani. Lakini tumejifunza kwamba katika mkoa wa Njombe fursa zote zipo katika kilimo. Kilimo cha parachichi ambacho ni dhahabu ya kijani kimeshika nafasi kubwa sana. Maeneo ya kulima yapo, taaluma ipo na mabenki yameridhia kuwezesha kimikopo. Ukiwa na hati tu ya ardhi unapewa mikopo. Ni jambo moja zuri sana. Lakini kubwa zaidi ni kwamba mazao yote yanayopatikana katika mkoa wa Njombe, soko lipo. Viwanda vipo vya kutengeneza mafuta zaidi ya 5 na pia maparachichi yanauzwa nje ya nchi kwa pesa nyingi. Kilo moja imefika mpaka shilingi 3,500 ya parachichi. Ni kiasi kikubwa na ni fursa kubwa sana kwa mwananchi yoyote ambaye ana nia ya kujiendeleza kiuchumi, lakini pia ni kama propellant ya uchumi wa nchi hii. Tunapozungumzia usalama wa nchi, tunazungumzia usalama wa mtu mmoja mmoja. Tunapozungumzia uchumi, afya, kijamii, miundombinu, vyote vinaweza vikawepo, lakini kama mtu mmoja mmoja hana uwezo wa kujipatia huduma hizo, ina maana bado tutakuwa swala la uchumi halijafanikiwa. Kwa hivyo tunapomuinua mtu kiuchumi katika fursa hizo za miti, uboreshaji wa kuongezaji wa thamani ya mazao, automatic tunaongeza ulinzi wa nchi, kwa sababu kila mwananchi anajiona yuko salama, ana kipato cha kuweza kuaccess huduma zote za msingi ambazo zinapatikana. Lakini infrastructure au miundombinu iko salama, iko vizuri, ambayo inamwezesha mtu kufika sehemu yoyote ambako anaanzisha biashara yake au kilimo. Kitu kizuri zaidi ambacho tumekipata kutoka kwa mkuu wa mkoa ni kwamba kuna kitu tunasema multi organizational approach katika kila jambo. Swala la miundombinu limekuwa shirikishi kwa watu wa kilimo, watu wa umeme, watu wa maendeleo ya jamii, watu wa viwanda na biashara. Kwa hivyo sasa wameamua barabara za lami vijijini na kila kwenye mashamba au vijijini ziwekwe barabara, hata kama sio za lami lakini zinazopitika, ili kuwezesha masoko ya bidhaa katika vijiji vyetu. Hilo kwa kweli ni big up na tumejifunza sana katika mkoa wa Njombe, na nafikiri itasaidia kwamba katika elimu ya wanachuo wetu, sio kwamba chuoni peke yake, hata kwa nako kwenda katika taasisi zao na mtu mmoja mmoja. Asante sana. Mimi naitwa Kamishna Msaidizi Joyce Mkufya kutoka Jeshi la Magereza. Ni mshiriki wa kozi namba 14 katika
Chuo cha Taifa cha Ulinzi NDC. Siku ya leo katika ziara yetu tumetembelea shamba hili la Havila ambalo linahusika na kilimo cha parachichi. Kwa hali ya kawaida mtu yote akifika sehemu hii lazima atavutiwa na mandhari kwanza ilivyo, lakini pia na aina ya uwekezaji uliofanyika. Kitu zaidi kilichotuvutia zaidi ni kwamba ni mmiliki wa shamba ni nani. Kama tumejifunza kwamba mmiliki huyu alikuwa pia ni mtumishi wa serikali kama ambavyo sisi tuko sasa hivi kama watumishi, na hili imetupa somo kubwa sana kwamba ukiamua inawezekana, na jambo kubwa hapa ni kuthubutu. Kwa hiyo tumejifunza kwamba mwenzetu alithubutu hadi akaweza kujipanga kwanza kuandaa mpango wake huu wa uzalishaji wa parachichi hadi kufikia ekari 200 ambazo ndio jumla ya shamba lake, na kikubwa zaidi pia ni aina ya uzalishaji unavyofanyika. Tumeona kwamba jambo moja linashirikisha lingine, yani ni uzalishaji ambao unaenda kwa kitu kimoja kinasaidia kingine. Kwa mfano kama tumeona kwamba wana ufugaji wa nyuki katika hili eneo, na ule ufugaji wa nyuki unawasaidia kupata asali ambayo inauzwa, lakini pia sehemu ya asali kama tulivyosikia kwamba inatumika kwa ajili ya kutengeneza dawa za kuua wadudu. Jina langu ni Alex Namara kutoka Uganda. Mimi ni mshiriki wa kozi namba 14 mwaka 25-26 hapo kwa chuo cha uongozi National Defense College Tanzania. Tumetembelea eneo hili ya Njombe, tumetembelea vikundi vingi vya sehemu wanalima miti, lakini leo sehemu tuko saa hii wanajiita Havila Farm, sehemu wanalima parachichi. Parachichi ni maneno ambao wamekuja juzi au nyuma hapo, lakini mainly iko kwa watu wiko tunaita foreign direct investment. Ni makampuni yenye yanatoka kwa nchi zingine yanakuja kufanya biashara hapa, lakini sehemu tuko ni mwananchi Mtanzania ambao mwenye iko na farm ambao iko ukubwa ya square kilomita 200. Tumeiga nini kwa sababu mbeleni huko wakistaafu au mtu mwingine anaweza kukuja anakopa hapa, anaenda kafanya biashara kama hii. Parachichi ni business ambao unakulima, unaweka pesa mingi, unaweka maji, unakuwa na labor, lakini mavuno ni mingi. Namna nalituelezea kusema siku nyingine moja hapa kuna season ya kupata milioni 200. Hiyo ndio manufaa kubwa kwa mlimaji. Cha pili, kulima sio business ambayo inakuchukua sana mbeleni huko, yani wanapata huko kodi government, lakini wanakupatia zile incentives ambao wanaweza zikakuwezesha kufanya kazi, kwa sababu wewe unasaidia kupatia wananchi especially the youth, unawapatia kazi. So government inakutetea, yani wewe iko labor, you employ, unapatia watu kazi. So na government inakupatia incentives, yani usonge mbele na kazi, yani wengi kwa watu wanafaidika kwa sababu iko na biashara kama hii au farm kama hii, na maeneo ambao iko karibu na wewe wanafaidika sana, umeme, maji, barabara. So finally nasema hivi ni nzuri kwamba hii biashara ya kulima parachichi iko mzuri because inaleta manufaa mengi. Jina langu ni kama Alex Namara kutoka Uganda, mshiriki wa kozi nambari 14 mwaka 25-26 chuo cha uongozi National Defense College Tanzania. Asante sana.